Umoja wa maimamu na walimu wa madrasa Tanzania UMATA umepokea ugeni maalumu kutoka Afrika Kusini uliowasili Zanzibar kwa lengo la kuimarisha ushirikiano wa kidini, elimu ya dini ya Kiislamu pamoja na kuhamasisha jamii kujikita katika usomaji wa Qur'ani. Akizungumza mara baada ya kupokea ugeni huo, mwenyekiti wa UMATA Sheikh Arif amesema ziara hiyo ni fursa muhimu ya kuimarisha mahusiano baina ya Waislamu wa nchi mbalimbali na kubadilishana uzoefu katika masuala ya dini, maadili na maendeleo ya jamii. Aidha, amesema UMATA itaendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali za Kiislamu ndani na nje ya nchi ili kuhakikisha elimu ya dini inawafikia wananchi wengi zaidi, huku akichangia kuimarisha umoja na mshikamano katika jamii. Taasisi nyingi sana zinafanya kazi bara tu au visiwani tu, lakini hii katika moja ya taasisi ambayo inafanya kazi katika sehemu zote mbili. Allah subhanahu wa ta'ala jalie muungano wetu uwe mkubwa na uathiri katika nchi mbalimbali, iwe sababu nao vile vile kuungana. Lakini maksudi mengine ni kwamba namna gani huyo imam na mwalimu wa madrasa awe wa kiume wa kike tutaweza kuwasaidia katika kuongeza taaluma zao. Mashallah, mjini hapa muko vizuri, lakini ukiteremka kidogo katika vijiji utakuta imam au mwalimu wa madrasa level yake iko chini. Sasa ikiwa level yake iko chini, atasomesha nini? Na ndo kajitolea, yuko tayari, kwa tutamsaidia aweze kupanda. Lakini vile vile maksudi mengine ni kwamba namna gani tutaweza kumsaidia kiuchumi, ataweza kuwa na asbabu yake ya kuweza kumuingizia senti 2-3 ya kuendesha maisha yake. Asiwe omba, asiwe nadhalilika, asiwe na hangaika. Sasa hivi imam au mwalimu wa madrasa akimsalimia tajiri, basi tajiri anajua mzinga huu. Hapa kitakachofanya shehe nisaidie. Wanaogopa watu kuwasalimia maimamu. Wanaogopa watu kufanya ziara ya mashehe kwa sababu anajua nikienda tu nitaenda ombwa hela. Na mwanadamu anachukia kuombwa. Allah anapenda kuombwa. Mwanadamu anafurahi asipoombwa, Allah anachukia asipoombwa. Kwa upande wake, mgeni huyo kutoka Afrika Kusini, Sheikh Abdurrahman Saad, ameishukuru UMATA kwa mapokezi mazuri waliopewa na kuwapongeza Wazanzibari kwa kuendelea kuthamini mafunzo ya dini. Hadhihi dawla jamila jiddan, yani Zanzibar, wa ana farahtu an uqabilukum antum nas jamilun wa kawaisin, yani kama qala al-ustaz, yani الذين يؤمنوا بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفك. فالحمد لله هذا الإكرام ما شاء الله، أنا مبسوط بكم يعني، الحمد لله. وإن شاء الله عندي سألقي عليكم القراءة يوم الجمعة لصلاة الجمعة في جامعة زنزبار، واليوم التالي يوم السبت على صلاة المغرب مسجد شيخ عثمان مالي. فإن شاء الله أتمنى أن أراكم كلكم هناك إن شاء الله. Naye katibu mtendaji wa UMATA Zanzibar, Amir Khamisi Mbwana, amesema ugeni huo utatembelea maeneo mbalimbali ya Zanzibar ikiwemo kushiriki ibada ya Ijumaa katika msikiti wa Jamiu Zinjibari Zanzibar. Amesema ziara hiyo ni ya kwanza kwa mgeni huyo kuitembelea Zanzibar na inalenga kuimarisha ushirikiano wa Kiislamu huku kujikita zaidi katika kuhamasisha usomaji na ufahamu wa Qur'ani tukufu. Mapokezi makubwa ya mgeni wetu kari wa kusoma Qur'ani kutoka South Africa, Sheikh Abdurrahman Saad, ambaye amewasili asubuhi ya leo alhamdulillah, na tumempokea. Na ratiba ya Sheikh ni kutembelea na pamoja na usomaji wa Qur'an. Kesho inshallah tunatarajia atakuwepo katika msikiti mkubwa wa Jamia Zanzibar kwenye mida ya saa 5, na baada ya Ijumaa ataendelea na program pia ya usomaji wa Qur'an. Na kesho siku ya Jumamosi baada ya salatu al-maghrib atakuwa na program ya usomaji wa Qur'ani katika msikiti wa Nur Muhammad almaarufu kwa Sheikh Uthman Maalim hapa Zanzibar.
Lengo kubwa ni kufanya ziara katika mji wa Zanzibar, ambako ujio wake yeye hapa ni mara ya kwanza. Ujio wake ni mara ya kwanza, alhamdulillah. Sasa pamoja na kufanya ziara kwa Waislamu wenzake wa Zanzibar, lakini pia atakuwa na jambo hili la usomaji wa Qur'ani. Kama umoja wa maimamu na walimu wa madrasa Umata, ujio wa Sheikh Abdurrahman Saad tumepokea vizuri, na tunaamini kwamba walimu wetu wa madrasa pamoja na imamu watapata motisha na wao katika hili jambo la kuhifadhisha watoto wa Qur'an. Kwa tunaamini kwamba tuko nao pamoja katika ziara hii, na wao vile vile watapata motisha katika jambo hili la usomaji wa Qur'an. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Hamis.